إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Adabu Zafaf fi sunnati al-mutahhara al-allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Darasa iliyomalizika tulimaliza adabu ya 17 mata yajuz itianuha idha tahurat, wakati gani itafaa kumwendea huyo mwanamke kufanya naye tendo la jimai pale ambapo atakapokuwa ametoharika. Tukayaona masala hayo kwa urefu wake, na leo biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi jalla jalaluhu tunaingia katika adabu ya 18, jawazu al-azli, kujuzu kufanya azli. Na al-azlu ataelezea maana yake, pamoja na kwamba sisi tunaifahamu sababu tayari vitabu ambavyo vilikuwa vimetangulia vimetueleza nini maana azli. Anasema wajuzu lahu an ya'zila anha ma'ahu, na inajuzu kwa huyo mwanamume kuyatenga kutokana na huyo mwanamke ma'ahu, yale maji yake, kwa maana yale maji yake ya uzazi ikawa kwamba asiache katika kiwiliwili cha mke wake, bali akayamwaga nje katika ile sehemu yake ya siri. Wafihi ahadithun, na ndani yake kuna hadithi nyingi sana. Miongoni mwa hadithi hizo ni hizi zifuatazo. Al-awwal, ya mwanzo, an Jabir, kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu amesema, kunna na'zilu, sisi tulikuwa tukifanya azli. Ameweka nambari 1 hapo. Nambari 1 anasema fil fathi, katika Fathul Bari, al-azlu, maana ya azlu anasema naz'u, ni kuingoa, maana kuitoa ile sehemu ya siri dhakari ya mwanamume, kuitoa katika utupu wa mwanamke, baada al-ilaj, baada ya kufanya nini? Baada ya kuingiza, baada ya maana kuizamisha, kuitoa baada ya kuizamisha. Na wakati gani? Ni wakati ule ambapo mtu anapohisi kwamba sasa nataka kumwaga hizi mbegu za uzazi. Liyunzila kharij alfarji, ili yeye afanye nini? Amwage nje ya nini? Ya ule utupu wa mwanamke. Hii ndio maana nini? Maana ya al-azlu. Hii ndio maana ya al-azlu ambayo kila mwanandoa anatakana aifahamu hiyo. Kila mwanandoa anatakana kwamba aifahamu hiyo, kwa maana akitaka kumwaga mbegu za uzazi na hajakusudia kwamba mke wake kibinadamu, kinini? Kibinadamu, kwa sababu Allah akitakadiria wewe hata ufanye nini, sio umefahamu, hata ufanye nini. Yani kuna watu wanamaliza kukoga 40 wanarudi
kwa waume zao, basi siku hiyo hiyo wanafanya tendo la ndoa, mtu anabeba ujauzito, anabakia kulia tu. Amemaliza kukoga 40. Siku hiyo hiyo anabeba ujauzito mwingine, anabakia kulia. Sasa anauliza kwa mashehe vipi? Haifai kuitoa mimba hali yenyewe iko kama hivi, mtoto ndo kwanza mchanga. Kwani mlikuwa mjui kama mtoto ndo kwanza mchanga? Maana yake hatuja kusudia. Basi hatuja kusudia, ya cheni si ya kwenu hiyo. Allah mwenyewe amekadiria. Simefahamu? Kwa sababu Allah akitakadiria hakuna ambaye atakayeweza kuzuia. Simefahamu? Allah akikadiria kwamba kwa maji haya basi katika tone hili nimekusudia kuumba kiumbe, hakuna atakayezuia. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah akitaka jambo analiambia kuwa, linakuwa. Mwingine yeye akwenda kubeba ujauzito, lakini kwamba ujauzito ukaingia, akaambiwa manake ukitumia 40 mimba inatoka. Akatumia 40, mimba bado ipo. Sijui akamwambia sijui tumia mti gani, akatumia. Sasa mtoto amekuja duniani na ndo anomfaa. Sijui umefahamu? Manake ukipita mitaani unasikia wewe sasa wewe mkorofi tangu zamani, wewe 40 umeukwepa. Sijui umefahamu? Anaambia 40 kaukwepa. Sasa unauliza 40 kaukwepa vipi? Kumbe ukiulizia unaambiwa kwamba alipokwepa 40 ni hivyo wakati uko tumboni. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, anasema kunna nazilu wal Qur'anu yanzilu. Tulikuwa sisi tukifanya azli na Qur'ani ilikuwa inateremka. Fi riwayati, na katika riwaya nyingine imekuja kunna nazilu ala ahdi rasulillah. Sisi tulikuwa tukifanya azli katika zama za mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fabalagha dhalika nabii Allah, jambo hilo likamfika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Falam yanhana, mtume hajafanini, hajatukataza. Hadithi rawahu al-Bukhari, hadithi ya Muslim al-Imam Bukhari, nambari ya hadithi kenda katika sahih al-Bukhari juzuu ya 9 ukurasa 250. Wa Muslim, na vile vile amesimulia al-Imam Muslim juzuu ya 4 ukurasa 160. Wa riwayatu thaniya, na riwaya ya pili lahu ni yake yeye. Wa Nasa'i, na vile vile amesimulia hadithi ya al-Imam Nasa'i fil Ishra, katika kitabu al-Ishra katika juzuu ya kwanza ukurasa 82. Wa Tirmidhi, na vile vile hadithi amesimulia al-Imam Tirmidhi katika juzuu ya pili ukurasa 193. Wa sahahahu, na kisahihisha hadithi. Wal Baghawi, na vile vile amesimulia al-Imam Baghawi fi hadithi Ali ibn Ja'd, katika hadithi ya Ali ibn Ja'd katika juzuu ya 8 ukurasa wa 76 nambari 2. Anasema athani ya pili, ana Abi Sa'id al-Khudri, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala misil jaa rajulun, alikuja mtu mmoja, ila rasulillah, kuja kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala, kasema inna li jariya, inna li walida, kwa hakika mimi nina walida. Walida yani ameweka nambari 1, jariya mjakazi. Wa ana azilu anha, na mimi ninafanya naye azli. Mjakazi manake mtumwa wa kike, na mimi ninafanya naye azli. Wa ana urid ma yuridu rajulu, na mimi nataka yale ambayo anataka mwanamume. Manake mimi nataka kustareheka na nani? Kustareheka na huyu mjakazi, kama vile mwanamume anavyotaka kustareheka, lakini sitaki kwamba abebe ujauzito. Wa inna al-yahuda, na kwa hakika mayahudi zaamu, wamejigamba, anna al-mau'uda as-sughra al-azlu, kwamba jambo la kuua kulikokuwa kudogo ni nini? Ni azlu. Kwa maana mtu akifanya azli anaua viumbe, kwa sababu zile mbegu za uzazi ni kuua. Faqala Rasulullah, akasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kadhabat yahud, kadhabat yahud, wamesema uongo Mayahudi, wamesema uongo Mayahudi. Baadhi wanachuoni wanasema sio kwa maana amekusudia kuatia uongoni katika uongo, bali ni katika lugha za Hijazi, manake akhta'at al-yahud. Kadhabat bimaana akhta'at al-yahud, katika lugha za Hijaz, yani katika miji ya Saudia
katika miongoni mwa maana ya kadhaba bimaana akhtaa, amekosea. Kwa hiyo amekosea Mayahudi kwa lugha za Hijazi. Lakini kwamba sisi tunasema wamesema uongo Mayahudi, wamesema uongo Mayahudi, kwa maana kauli yao hiyo iko sawa. Kwa sababu mtu akisema uongo maana yake ndio kauli yake iko sawa. Sisi tumefahamu kauli yake iko sawa. Lau arada Allahu an yakhluqahu, lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ingelitaka kuumba, lam tastati'u an tasrifahu, basi wewe usingeliweza kubadilisha. Yani Allah ingelitaka kuumba kiumbe, wewe usingeliweza kubadilisha. Yani wewe unafanya bidii ya kufanya asli kwamba kutoa ile sehemu ya kwasiru umwagie nje zile mbegu za uzazi, lakini Allah katika zile mbegu ambazo wewe unafanya bidii unataka kwamba zimwagie nje, Allah ingelitaka kuumba, basi ingetia tu kauli yake kun, kuwa kitu fulani, basi pale pale kungelipatikana kile kiumbe kufanya nini? Kuwa. Naam, anasema usingeliweza wewe kuzuia. Ameweka nambari 2. Rawahu Nasai, hadithi amesimulia al-Imam Nasai fil Ishra, katika kitabu al-Ishra, katika juzuu ya kwanza mpaka juzuu ya pili kurasa 81. Wakadha Abu Daud, na vile vile amesimulia al-Imam Abu Daud katika juzuu ya kwanza kurasa 238. Wat-Tahawi, na vile vile amesimulia al-Imam at-Tahawi fi Mushkil al-Athar, katika Mushkil al-Athar katika juzuu ya pili kurasa 371. Wa Tirmidhi, na vile vile amesimulia al-Imam Tirmidhi katika juzuu ya pili kurasa 193. Wa Ahmad, na vile vile amesimulia al-Imam Ahmad ibn Hanbali katika juzuu ya 3 kurasa wa 33 na nambari 51 na 53, bisanadin sahihi, kwa mategemezi ambayo kwa sahihi. Walau shahidun, na hadithi hiyo na shahidi mwingine, min hadithi Abi Huraira, kutoka na hadithi Abu Huraira, akhrajahu Abu Ya'la, amesimulia Abu Ya'la katika juzuu ya kwanza ukurasa 284, wal Baihaqi, na vile vile al-Imam Baihaqi amesimulia hadithi hiyo katika juzuu ya 7 ukurasa 230, bisanadin hasanin, kwa mategemezi ambayo yalikuwa ni mazuri. Athalithu, ya 3, an Jabir, kutoka Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan, hakika ya mtu mmoja, ata Rasulullah, alimjia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, faqala, akasema, inna li jariya, kwa hakika mimi nina mjakazi, hiya khadimuna, yeye ni mtumishi wetu anatutumikia, wasaniyatuna, na vile vile ni mtu ambaye anatunyeshezea nini? Anatunyeshezea ngamia wetu, kadhalika vile vile anamwagilia maji katika nini? Katika mitende yetu. Ndio maana saniyatuna. Ameweka nambari, anasema ai, maana yake allati tasqilana an-nakhla, ni yeye anamwagilia kwa ajili yetu sisi ile mitende. Kaannaha kanat tasqi lahum iwadha al-ba'ir, kana kwamba yeye ananyeshezea kwa ajili yao badala ya wale nani? Ngamia. Kwa maana ni mtu ambaye ananyeshezea maji. Yaangalie hayo katika an-Nihaya. Wa ana atufu alaiha, na mimi atufu alaiha, namzungukia huyo mke. Wa ana atufu alaiha, na mimi namzungukia huyo nani? Huyo mke, yani huyo mjakazi. Maana yake ameweka nambari 4, ai, maana yake ujami'uha, nafanya naye tendo la jimai. Wa akrahu hamlaha minni biwaladi, na mimi ninachukia kwamba huyo mwanamke huyo mjakazi asibebe ujauzito kutoka kwangu mimi, yani asibebe ujauzito kutoka kwangu mimi. Wa ana akrahu an tahmila, na mimi ninachukia kubeba ujauzito. Faqala, mtume akasema kumwambia, i'zil anha in shi'ta, basi fanya naye azli ukipenda. Fa innaha sayatiha ma qaddara laha, kwa hakika yeye atamjia yale ambayo alikuwa amefanya amekadiriwa. Ikiwa kuna mambo ambayo Allah ameyakadiria kwake yeye, hakuna budi, lazima hayo yapatikane. Sijui umefahamu? Yani lazima apatikane kile ambacho alichokuwa amefanya amekadiriwa, hakizuiliki hicho. Akamwambia maelezo hayo. Falabitha ar-rajulu, basi yule mtu akakaa. Thumma atahu, kisha akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema, innal jariyata,
kwa hakika mjakazi yule mtumwa wangu kad habilat, tayari amekwisha kubeba ujauzito. Faqala, mtume akasema kumwambia, kad akhbartuka, kwa hakika mimi nimekupa habari wewe, annahu sayatiha ma qaddara laha, kwa hakika yatamjilia mwanamke huyo yale ambayo alikuwa amekadiriwa. Hili tayari nilikwishakupa habari mapema. Kwa hiyo hivyo ndivyo hali zilivyo. Kwa hiyo Allah akiamua kuumba, basi hakuna ambaye atakayeweza kuzuia. Rawahu Muslim, hadithi hiyo amesimulia Imam Muslim katika juzuu ya 4 ukurasa 160, wa Abu Daud na vile vile amesimulia Imam Abu Daud katika juzuu ya kwanza ukurasa 339, wal Baihaqi na vile vile amesimulia Imam al-Baihaqi katika nambari ya hadithi katika juzuu ya 7 ukurasa 229, wa Ahmad na vile vile amesimulia Imam Ahmad katika juzuu ya 3 kurasa 312, kadhalika 386. Adabu ya 19. Al-aula, lililokuwa bora, tarkul azli, lilokuwa bora ni kuacha azli. Al-aula, lilokuwa bora, tarkul azli, ni kuacha nini? Azli. Sasa fanyeni nini mtu? Maana yake kwamba akiacha azli, na maana zile mbegu amwagilie ndani, lakini wakati gani? Wakati ikiwa kwamba wao wenyewe wamewafikiana katika jambo hilo, yani mke na mume wamewafikiana katika kumwagilia ndani. Lakini ikiwa kwamba yani hawajafikiana katika hilo, hapo ina maana mbegu yule mwanamume atafanya azli. Baadhi ya watu wanatumia zile siku za mwanamke, wanasema maana yake kwamba siku hizi ndio za hatari. Simeelewa. Kwa hiyo siku za hatari watu wanakuwa ndo wanakwepa, yani kwamba wanafanya azli kwa wingi ili wasije wakapatikana kizazi. Lakini wengine wakasema siku za hatari zishamalizika. Sasa hizo siku za hatari ambazo zishamalizika, wakawa wanamwagia ndani, ndo mtoto huyo anakuja. Hakuna siku za hatari wala za nini. Sisi tumefahamu. Wakasema hakuna siku za hatari wala nini. Ndio, kwa sababu Allah akikadiria kiumbe, hakuna kwamba nyinyi sisi tunasema siku za hatari wala sio siku za hatari. Sisi tumeelewa hapo. Yaani hilo jambo halizingatii hivyo. Sasa wanawake wao wanasema mwanamume aliyoshiba maziwa mamake anapangua zote hizo siku za hatari na sio siku za hatari. La, hivyo sivyo ambavyo Muislamu anapotekana itakidi. Muislamu anatekana itakidi kwamba jambo ambalo Allah alikuwa amelikadiria, basi hilo hakuna ambaye atakayeweza kufanya, atakayeweza kulizuia. Sio kwa sababu mwanamume labda kwamba nguvu zake ni kubwa au kadha au hivi, la. Sio hivyo. Na au wale ambao walipata watoto wakawafanyia dharau wale ambao walikuwa hajapata watoto, mpaka kaambia njoo zimebukta yangu ufanyie troti. Sisi tumefahamu. La, yale mambo hayana ule hodari kwamba labda wewe katika kuruzukiwa mtoto, kadiriwa mtoto kwamba ndio kwamba yana hodari kwamba yapo katika miliki yako. Kila utakachokuruzukiwa basi kiko katika miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kipo katika miliki ya Allah, lakini mwanadamu ametakiwa afanye sababu, na hilo ndio ambalo natakana kwa kila Muislamu ajitahidi kushikamana nalo. Walakin tarkuhu aula, anasema shekhe, lakini kuacha kwake hiyo azli ni bora liumurin, kwa mambo haya yafuatayo. Al-awwal, jambo la mwanzo, anna fihi idkhalu darari ala almar'ati, kwa sababu ndani ya hiyo azli, ndani yake kuna kuingiza madhara ala almar'ati, juu ya mwanamke. Lima fihi, kutokana na yale ambayo yalikuwa ndani yake, min tafwiti ladhatiha, katika jambo la kumkosesha ile ladha yake mwanamke huyo. Manake mwanamke huyo ikiwa yale maji hajamwagilia ndani, ina maana mwanamke huyo atakuwa ni mwenye kukosa nini? Mwenye kukosa ladha. Sijui umefahamu? Atakuwa ni mwenye kukosa ladha mwanamke huyo. Lakini mwanamke mwenyewe anakuambia usije kusahau fanya azli. Sijui umeelewa? Kwa hiyo mwenyewe kashamwa hilo, na maana kwamba ndio tayari kashamwa hilo. Ameweka nambari 1. Dhakarahu al-Hafidh fi al-Fath, ameyataja hayo al-Imam al-Hafidh katika Fathul Bari. Fa in wafaqati alayhi, ikiwa mwanamke atawafikiana naye, fa fihi ma yati, ikiwa manake mwanamke atawafikiana na
mume wake kwamba mimi ninachoona mke wangu kwamba tufanye azli, akawafikiana, anasema fafihi ma yati, basi ndani yake kuna haya yafuatayo. Wa huwa nayo al-athani, ya pili, annahu yafutu baadhi maqasid an-nikah, kwamba ndani yake vile vile kuna kusekana baadhi ya makusudio yale ya ndoa. Wa huwa takthiru nasli ummati nabiyina, nalo ni jambo ambalo la kufanya nini, kukithirisha kile kizazi cha nani, cha ummati nabiyina, cha umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhalika qawluhu, na hayo ni kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema tazawwaju alwaduda, oweni alwaduda, kuoa mwanamke ambaye alikuwa mwenye mapenzi makubwa sana. Kwa maana oa mwanamke ambaye mwenye mapenzi makubwa. Tazawwaju alwaduda, oweni mwanamke mwenye mapenzi, alwaluda, tena mwenye kuzaa sana. Mtume sallallahu amehimiza katika upande huo, yani mwanamke mwenye sifa mbili, mwenye mapenzi makubwa, kadhalika vile vile mwenye kuzaa sana. Umeelewa? Kwa maana hao ni wanawake wa sampuli hiyo ni adimu sana kupatikana. Mapenzi utajuaje? Kwa kuangalia familia yake, kadhalika mwenye kuzaa vile vile utaangalia familia yake, kwa maana familia yao wanazaa, mama yao tu labda alikuwa na watoto 15, unajua hii familia inazaa. Akesha pili, mapenzi utajuaje? Utajua kwamba huyu mama mtu huyu amefika miaka 60 amedumu na mume wake. Simefahamu? Hatujapata sisi katika dhahiri kusikia kuachana, magomvi hapa na pale. Hawa walikuwa wanapendana mpaka wamefika kuzikana. Na mapenzi hayo, kama hakuna mapenzi ina maana hakuna ndoa hapo. Simefahamu? Ina maana hakuna changamoto. Changamoto zipo, zitaanza kujitokeza, lakini unajua kwamba hawa mashallah walidumu. Maana hata na wewe utakuwa na mfano ambao ulikuwa ni mzuri. Simefahamu? Utakuwa na mfano ulikuwa ni mzuri. Lakini jambo la kuzaa pia lipo katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia hayo mapenzi vile vile inawezekana wewe ukajitahidi ukafanya sababu zote, ukamkuta kwamba huyo mwanamke umemuoa akatokezea hana mapenzi, pia linatokezea. Simefahamu? Natokezea hayo. Sasa wewe manake fanya sababu ambazo sheria ya Uislamu iliyokutaka, kisha jambo liegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu yote ambaye atakayepita katika njia za Uislamu katika kuoa mwanamke wa sampuli kama hiyo, kwa sababu hizo sifa kidhahiri unaweza kuziona, lakini ndani yake mpaka ukae naye yule ndio utaweza kujua kwamba hizo sifa kweli iko nazo au hayuko nazo. Basi wewe katika hilo mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana unatakana kwamba ufanye istikhara, kisha kumuona na ukafuatilia ukajua hapa mapenzi yapo, na ukafuatilia ukajua hapa kizazi kipo. Taka istikhara kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba utangulize wewe mapenzi, kwa sababu mara nyingi katika watu ambao waliokuwa kwamba wanataka kuoa ndo kwanza mwanzoni basi nafsi zao zinakuwa zinasukumika zaidi katika jambo ambalo la kuingia katika ndoa. Unaweza kumpeleka mtu sehemu kwamba kumpeleka akaenda kuangalia, akapelekwa kwenda kuangalia. Akifika yeye ilikuwa kwamba inatakana amuone yule sura yake, lakini hajamuona sura yake, kaja full hijabu labda. Hasa wale wazee wakamwambia vipi hapa, huyu alikuwa mimi siwezi bana mama na hivi siku nyingine. Hasa yule mwanamume baada kutoka nje akaulizwa vipi, mimi kwa vile nilikuja tusharidhika. Kaambia kama mbuzi je yule kafikwa. Vipi unasema usharidhika? Kama yule mbuzi je amefikwa magua kisha kaletwa pale. Manake sasa hii ni tatizo hili ni tatizo. Manake ile hali ya ule ujana ule, yani ubechu ule mtu unamsukuma moja kwa moja kusema sharidhika mimi, la. Sasa lazima mtu apate msimamizi wa kumuongoza vizuri, yani hapana bado, kwa sababu hujaona umuone. Na Mtume sallallahu amemiza jambo la kuangalia umuone, sio kama alipokuja tu. Haya, inawezekana ikawa hivyo mbuzi, au inawezekana kama na damu kweli, lakini kwamba kizee na unataka mwari. Nimefahamu. Sasa yote hayo ni muhimu sana. Sasa lazima mtu utulizane katika jambo la kuchagua
chumba na kumwelekea Allah sana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivyo, tazawwaju alwaluda, oweni wanawake wenye mapenzi tena wenye kuzaa, fa inni mukathirun bikum al-umama, kwa hakika mimi nitakuwa ni mwenye kujikithirisha kwa sababu yenu nyinyi kwa nyumati, kwa ule wingi ambao utakaokuwa nyinyi mnazaana. Ameweka nambari 1, nambari 2, ai ughalibu bikum al-umama, mimi nitawashinda nyumati kwa sababu yenu nyinyi asabika, nyumati zilizotangulia, fil kathra, katika ule wingi. Wa hiya ta'lilu lil amri bitazwiji, nayo ndio sababu ya ile amri ya watu ku bitazwiji alwaluda, kuozesha bitazawuji, sio bitazwiji, bitazawuji, nayo ndio sababu ya ile amri ya kuoa mwanamke mwenye mapenzi, alwaluda, bitazwiji alwaludi, ndio sababu ya amri Mtume aliyosema ya kuoa mwanamke mwenye kuzaa, alwadudi, tena mwenye mapenzi. Wa inama ata biqayyadaini, na kwa hakika amekuja ameleta vifungo viwili. Kifungo cha kwanza alwaluda, cha pili alwaduda, lianna alwaduda idha lam takun waludan la yarghabu arrajulu fiha. Anasema lianna alwaduda, kwa sababu mwanamke atakapokuwa na mapenzi, idha lam takun waludan, itakapokuwa mwanamke huyo hakuwa ni waludan, mwenye kuzaa, la yarghabu arrajulu fiha, mwanamme hatompenda mwanamke huyo. Walwaludu ghairu alwadud, na mwenye kuzaa sio mwenye mapenzi, la tahsulu almaqsud, yani na akiwa kwamba mwanamke mwenye kuzaa lakini sio mwenye mapenzi, la tahsulu almaqsud, hatopatikana nini? Maksudio. Lazima vitu viwili hivyo vipatikane, papatikana alwaluda, papatikana nini? Alwadud. Simeelewa? Yani hapo ndio mwanamume atastareheka sana na atakuwa moyo wake umetulizana. Manake mwanamke alompata anazaa, kadhalika vile vile na ana mapenzi na yeye, basi hapo mwanamume atatulizana nafsi yake. Lakini baadhi ya wakati ndio makadirio. Sasa vipi hapo ikiwa makadirio ndio mwanamume anatakana kwamba aridhike na yule mke wake, kwamba amekadiriwa naye kuto kupata mtoto? Sijielewa. Kuto kupata nini? Kuto kupata mtoto, ashakadiriwa hivyo asipate naye mtoto. Sasa hilo ni jambo ambalo lilikuwa lipo katika hali ambayo ilikuwa kawaida. Kadha fi faidhul qadir, namna kama hivyo imekuja katika faidhul qadir, maelezo na nini yake imekuja hivyo katika faidhul qadir. Nambari 3 anasema hadithun sahih, hadithun sahih rawahu Abu Daud, amesimulia Imam Abu Daud katika juzuu ya kwanza ukurasa 320, wa Nasa'i, na vile vile amesimulia Imam Nasa'i katika juzuu ya pili ukurasa 71,